wa kutembea hii safari na yeye, hali nikiwa nimeshikamana vizuri na yeye, kama vile ambavyo neno linasema katika kitabu cha Yohana 15 ya kwamba tawi haliwezi kuzaa matunda pasipokuwa limeshikamana vizuri na mti. Bwana lazima apewe sifa. Kwa hivyo ombi langu na pia hata juhudi zangu na bidii yangu ni kushikana vizuri na huyu Bwana, ni kwa sababu aliniita akiwa na kusudi na lengo maalum na maisha yangu, nikaweze kumtumikia na nikaweze kutumika vizuri katika mpango wake, na alinituma niende nizae mazao na mazao yangu iwe ni ya kudumu. Kwa hivyo ningetaka mgeukie aliye karibu na wewe. Angalia nani aliye karibu na wewe, angalia tu tafadhali, na zaidi ya hapo nisaidie kumfikishia kitu ambacho inaitwa high 10. Mpe high 10. Pea mtu high 10. Devi hajapata mtu wa kumpea. Gai, high 10 mpabie karibu. Nimesikia. Okay, salamu ndio tu na ile kitu ambacho nasikia inatembea, lakini sisikii sauti yoyote. Nimesema ya kwamba umpe high 10 umwambie karibu. Asante. Basi ungeukie sasa umwambie kwamba unapendeza. Gai, abia mtu unapendeza. Bwana hidi unapendeza. Maidiu. So ningetaka nichukue nafasi hii tuombe, ili tukiomba tukaweze sasa kuingia katika mpangilio rasmi wa ibada, na ninaamini ya kwamba Bwana atatubariki. Acha nituombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina kuu la mwanao Yesu, mfalme wa milele na Mungu aishie, tunyenyekea mbele ya uso wako siku ya leo, mfalme wa milele, tukitambua ukuu wako, wema wako na uaminifu wako mfalme katika maisha haya. Tunakutukuza Baba wetu katika jina la Kristo Yesu, kwa sababu ya vile na ambavyo mfalme wa amani umekuwa wa pekee, umekuwa wa ajabu na Bwana wa Bwana wa baraka kuu katika maisha yetu, mfalme wa baraka katika jina la Kristo Yesu. Ni kwa sababu kama sio vile mfalme na umekuwa pamoja nasi, kama sio vile Bwana umekuwa kwa upande wetu, tungelikuwa tumeshabuliwa, tungelikuwa Bwana wa Bwana tumegandamizwa, tungelikuwa mfalme wa amani tumeangamia mikononi mwa watesi wetu. Bali kwa uaminifu wako mkuu, Bwana wa Bwana, kiwango cha rehema zako juu ya maisha yetu ambazo ni kuu, na Bwana wa Bwana za kuaminika, mfalme wa milele umetupatia nafasi Bwana wa Bwana katika jina la Kristo Yesu, mfalme wa amani na upendo katika jina la mwanao Yesu, fursa ya ajabu jinsi hii. Na ndio maana tunataka kutoa sifa zetu kwako, kusema ni asante, ni kwa sababu Bwana umetenda. Asante Bwana wa rehema na neema, ni kwa sababu tangu tulipokuwa katika mfalme wa amani, ibada nyingine iliyopita, juma lililopita, mfalme wa amani kama hii, wiki hiyo yote Bwana umetulinda, umetulisha Bwana, kuhifadhi vyema katika mpango wako Bwana, pande zote nne ambazo upepo unavuma Bwana za ulimwengu huu. Umekuwa Mungu mwaminifu, umekuwa Mungu mtakatifu, umekuwa Mungu mwadilifu, na umekuwa Mungu wa pekee na wa ajabu. Uinuliwe Bwana na utukuzwe. Tunaomba mwaliko wako siku hii Bwana wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Ibada ya siku ya leo Bwana ikaweze kutufaa, ni kwa sababu Bwana wa Bwana imekupendeza na umetuleta karibu na wewe. Tunajishiria mfalme wa amani tu katika mbele zako na katika mpango wako, katika Bwana wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Mahali pako Baba yetu, ili kwamba mfalme wa amani na upendo Baba utumie roho zetu na mawazo yetu mfalme, Bwana wa majeshi, katika jina la Kristo. Umimine baraka za kila aina, baraka za uponyaji, baraka za uhuisho, baraka za urejesho, baraka mfalme wa amani katika jina la mwanao Yesu, za mambo mema na mazuri Bwana wa Bwana tupokee, ni kwa sababu sisi ni kazi ya mikono yako. Tunakutukuza Bwana na kujiashiria mbele zako mfalme mwema, huku Bwana wa Bwana kwa kauli moja na imani moja, tukisimama kinyume na hila zote za hilo mwovu ibilisi. Baba yetu katika jina la Kristo Yesu, tunafunga Bwana wa majeshi na kuinukia Bwana wa Bwana maovu ya kila aina, mtakatifu wa Israeli. Nakuomba mfalme wa amani, nakuomba huduma ya Roho Mtakatifu itakuwa juu ya kila roho na kila nafsi iliyo mahali hapa Bwana, katika jina la mwanao. Tunakutukuza, kukuona, kukuabudu, ni kwa sababu wewe ni Baba na Mungu wetu. Katika jina kuu la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu, Bwana na mfalme mwema, tumeomba na pia tumeshukuru. Kila mmoja aseme amen. Asanteni. Ningependa kusoma neno ili ambalo litatuongoza na tutalipata na wasomi. Okay, yani hebu tusomee Zaburi 116, utusomee 113.
utusomea aya kadhaa hapo. Kuanzia 1 hadi 5. Zaburi 113 kuanzia mwanzo hadi mstari wa 5. Na tukisomewa haya maandiko, wapendwa wetu wale ambao wanatuongoza katika shughuli ya kumwabudu na kumsifu Bwana, na wale wanakaribia mahali hapa, na Bwana atawabariki wakitenda ama wakifanya hayo. Haleluya. Enyi watumishi wa Bwana, sifuni. Sifuni jina la Bwana. Jina la Bwana lihimidiwe. Tangu leo na hata milele. Toka mawio ya jua hata machweo yake. Jina la Bwana usifiwe. Bwana ni mkuu juu ya mataifa yote, na utukufu wake ni juu ya mbingu. Ni nani aliye mfano wa Bwana Mungu wetu, aketie juu, anyenyekeaye kutazama mbinguni na duniani? Asante. Bwana asifiwe. Bwana lazima apewe sifa. Haya ni maandiko ya mtumishi wa Bwana Daudi, na ambaye alisema ya kwamba Bwana asifiwe ama haleluya. Na hii isikike miongoni mwa wale wote ambao ni watumishi wa Bwana. Na watumishi wa Bwana sio wale ambao wako nje ya jengo hili, bali ni wewe na ambao umeketi mahali pale na ukiwa na malengo ya kumtumikia Bwana katika ibada ya siku ya leo. Bwana lazima apewe sifa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Daudi akasema ya kwamba jina la Mungu wetu lihimidiwe, jina la Bwana wetu liinuliwe, jina la Baba wetu lipewe sifa, kuanzia kule na ambako jua linaanzia mpaka pale ambapo jua linatua. Bwana lazima apewe sifa. Mstari wa 3 hivyo ndivyo unasema ya kwamba from the east to the west praise the name of the Lord. Kwa hivyo kuanzia mashariki hadi magharibi, tuelekea huko magharibi, kule jua linaanzia mpaka kule ambako linaishia, jina la Bwana na lipewa sifa. Ni kwa sababu hakuna mwingine aliye ni kama Baba wetu, yeye ni wa ajabu. Nataka niseme ya kwamba haitakuwa rahisi wapendwa, hata kupatikana katika ibada ya siku ya leo. Ni mkono wa Bwana unagharamika, na kwa hivyo tukijumuika pamoja tufurahie mbele zake, tulitukuze, tuliinue, tulibariki jina lake. Ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na ni Mungu wa matendo, Mungu wa ajabu katika maisha yetu. Nataka niseme ya kwamba siku ya leo ni siku tofauti na siku ya jana. Shughuli za jana ni tofauti na mambo ya leo. Ni kwa sababu siku ya leo ni nyingi sana. Hakuna yule aliye na ushuhuda wa kila mambo itakavyokuwa hata baadaye. Kwa hivyo tujiasirie mikononi mwa Bwana, kama vile ambavyo neno la Bwana linatuongoza, tukiwa pamoja, tukiwa tumejumuika mbele zake pamoja, tulitukuze, tuliinue, tuliabudu na tulisifu jina lake. Ni kwa sababu hakuna mwingine wa kulinganishwa, kufananishwa ama hata kutoshanishwa na yeye. Ni kwa sababu ametosha kututembelea na kututenda mema. Ni kwa sababu sisi ni kondoo wa malisho yake. Bwana wabariki. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amen. Basi ningeomba tu, kama unaona kuna kiti mbele yako iko empty kwa sababu ya sound, tunapoimba ikiwa hivi ziko empty zinatoa affect, tusongeni. Kiti ambacho iko empty tusongea mbele. Huo una kiti iko empty kama hapa, tusonge mbele, tukame hizi viti ziko empty hapa katikati, ili kuwe na uniformity ya sound. Tuwapigie makofi wanaposonga mbele. That's good. Kama unaona kuna kiti empty mbele yako, ninaomba kwa unyenyekevu sana tukaweza kusonga. Good. That's wonderful. Thank you. And may God bless you. So tunaweza kusimama. There's one thing in life that I have been longing for many years. Just niweze kumuona Yesu.
Bwana Yesu asifiwe. Niweze kumwona Yesu. Sometimes we are passing through many difficulties, and many a time we just think of seeing people, seeing our neighbors, our parents, the great people in the country that you see so that you can get there. But sometimes when you are in a fail, the best thing is to say that I want to see Jesus, because Jesus is the answer of every question, is the solution of every problem we are facing as human beings. Nataka leo kwa imani useme ya kwamba Mungu, nataka nikuone wewe. Funga tu macho yako, ufungue kinywa chako, mwambie Bwana, I want to see you. Mwambie Bwana, I want to see you. Tell God, I want to see you, Jesus. I want to see you in my life. I want to see you, God, Lord. I want to see you because you are the solution of every problem that I'm facing. Father, Lord, I worship you. You are here in this place. You are here to heal every soul, to bless every soul, to mend every broken soul. You are here, our Father, to answer every question, to bless us, to lift us, oh God. Take control of this place, oh God. Take over, our Father, because you are the only one that God we need, oh God. You are the only one we need, oh God.
najileta mikononi mwako. I surrender everything to you. Mwambie Bwana, I surrender to you. Kama unaweza kunyosha mikono yako, nyosha mikono yako tu miwili. Mwambie Bwana, I surrender my life to you. Have your way in my life. God is able